Leo ninakuletea maajabu ya ukaribu wa rais wa Marekani Donald Trump na bilionea Elon Musk ambao umegeuka kuwa udui mkubwa, yani wa kupindukia, baada ya Elon Musk kuaga kuwa anaondoka ikulu ya Marekani, White House, kuendelea na shughuli zake za kawaida. Na imepaswa leo kuzungumza, yani leo Ijumaa, baada ya muungano huo kuingia kwenye mzozo wa umma. Wasaidizi wa Donald Trump walipanga kupiga simu kati ya rais wa Marekani na Elon Musk leo Ijumaa baada ya mzozo mkubwa wa umma ambao ulishuhudia vitisho vikiibuka juu ya kandarasi za serikali vikimjumuisha mtu tajiri zaidi duniani Elon Musk kuwa anapaswa kushtakiwa. Afisa wa ikulu ya White House amesema watu hao wawili watazungumza leo Ijumaa ili kujaribu kupunguza kile kinachoitwa mvutano mkubwa baina yao. Afisa huyo hakutoa muda wa wito huo ambao unaweza kupunguza uhasama huo baada ya siku isiyo ya kawaida ya uhasama ambao kwa kiasi kikubwa ulifanywa kwenye mitandao ya kijamii ambao uliashiria mwisho wa muungano wa ukaribu wa watu hao. Hisa katika mtengenezaji wa magari ya umeme zilipungua kwa zaidi ya 14% siku ya Alhamisi na kupoteza takribani dola bilioni 150 ndani ya masaa 24 katika thamani ya soko, katika kushuka kwa thamani kubwa zaidi kwa siku moja katika historia yake. Katika biashara ya kabla ya soko siku ya Ijumaa, walilipa baadhi ya hasara hizo na kupanda hadi 5% baada ya habari kwamba watu hao wawili walikuwa wamepangwa kuzungumza. Ikumbukwe wakati wa kampeni za urais mwezi wa 11, Donald Trump kwa kiwango kikubwa sana alifadhiliwa na bilionea Elon Musk, na hivi karibuni Musk amesikika akisema kwamba bila mimi wewe usingepita. Lakini kwa kulipa fadhila, Donald Trump akamchukua bilionea huyo kwa ajili ya kwenda kuwa mmoja kati ya washauri wake ili kujaribu kurudisha uchumi wa Marekani ambao ulikuwa unaelezwa kwa kiwango kikubwa kwa ulikuwa umeshuka. Maneno mengi yalizuka siku ya Alhamisi baada ya Trump kumkosoa Musk katika ofisi yake ya Oval, na wawili hao kisha kutupiana vijembe kwenye mitandao ya kijamii, Truth wa Trump na Musk ule mtandao wa X ama Twitter zamani. Mzozo uliokuwa umeanza siku zilizopita wakati Musk ambaye aliacha nafasi yake kama mkuu wa idara ya ufanisi wa serikali wiki moja iliyopita akishutumu mswada mkubwa wa Trump wa kupunguza kodi na matumizi. Awali Rais Trump alikaa kimya wakati Musk akifanya kampeni ya kupinga mswada huo, akisema utaongeza sana deni la taifa kufikia hadi dola za Kimarekani trilioni 36.2. Trump alivunja ukimya wake siku ya Alhamisi akiwaambia waandishi wa habari kuwa amesikitishwa sana na Musk. Trump na Musk wote ni wapiganaji wa kisiasa wenye tabia ya kutumia mitandao ya kijamii kuwashambulia wanaodhaniwa kuwa adui zao, na waangalizi wengi walitabiri kutoelewana siku zijazo, na ni kweli imetokea. Musk aliongelea ajenda ya Trump mapema wiki hii alipolenga kile ambacho Trump amekiita muswada wake mkubwa mzuri na kuita chukizo la kuchukiza ambalo lingeongeza naksi ya shirikisho. Mashambulizi yake yalizidisha mpasuko ndani ya chama cha Republican ambao unaweza kutishia matarajio ya mswada huo katika Senate. Wachambuzi wengi wasioegemea upande wowote wanasema mswada wa Trump unaweza kuongeza dola trilioni 2.4 hadi trilioni 5 kwenye deni la taifa la Marekani ambalo mpaka sasa ni dola trilioni 36.2. Mzozo wa muda mrefu kati ya wawili hao unaweza kufanya iwe vigumu kwa Republican kudhibiti Congress katika uchaguzi wa katikati ya mwaka ujao, ikiwa itasababisha hasara ya matumizi ya kampeni ya Musk au kufuta uungwaji mkono wa Trump huko Silicon Valley. Mtaalamu wa mikakati wa chama cha Republican mwenye uhusiano na Musk na utawala wa Trump ambaye alizungumza na jarida la habari la Reuters kwa sharti la kutotajwa, amesema Elon kwa kweli alikuwa sehemu muhimu ya mchezo huu wa mwisho. Siku ya Jumanne, Musk alichapisha kuwa Novemba mwaka ujao tunawafuta kazi wanasiasa wote waliosaliti watu wa Marekani. Musk alikuwa tayari amesema ana mpango wa kubana matumizi yake ya kisiasa katika siku zijazo. Kuzingatia zaidi kwa Musk kwenye siasa ulizua maandamano makubwa katika tovuti ya Tesla na kusababisha mauzo ya chini, huku wawekezaji wakifadhaika kwamba umakini wa Musk ulikuwa umegawanyika kwa kiwango kikubwa. Masoko ya hisa yamesuasua leo Ijumaa baada ya matumaini ya kufanyika mazungumzo kati ya rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa China Xi Jinping kugubikwa na malumbano ya kushangaza kati ya rais huyo na aliyekuwa mwandani wake bilionea Musk. Mazungumzo yaliyokuwa yakitarajiwa kati ya wakuu wa mataifa makubwa kiuchumi duniani yalijenga matumaini ya kupunguza mvutano baada ya Trump kuziwekea ushuru bidhaa za nchi mbalimbali duniani. Wawekezaji walikumbwa na wasiwasi baada ya kulipuka mzozo wa kushangaza kwenye mitandao ya kijamii kati ya Trump na bilionea huyo uliosababisha hasara kubwa kwenye soko la hisa la Wall Street.
Wakati huo Rais Trump ametishia kubatilisha kandarasi za serikali zilizotolewa kwa kampuni za bilionea Musk. Hatua hiyo inatoa ishara huenda Rais Trump akapaswa kushtakiwa na kuondolewa madarakani siku chache zijazo. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.